Ndugu mgeni rasmi, mwaka huu 2025 tumepokea jumla ya wanafunzi 80 wa kozi inayofadhiliwa na ofisi ya waziri mkuu, wakiwemo wavulana 55 na wasichana 25 ambao wanaendelea na mafunzo kwenye fani 4 tofauti. Fani hizo ni umeme wa majumbani, ubunifu na teknolojia ya mavazi, uchomeleaji na uungaji vyuma na ufundi magari. Tunapenda kuipongeza serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa juhudi kubwa katika kusaidia jamii na hasa vijana kupatiwa ujuzi utakaowasaidia kujiajiri na kupata kipato ili kupunguza ombwe la vijana wasio na ajira huko katika jamii yetu. Ofisi hii ya waziri mkuu kupitia serikali yetu imekuwa ikifanya jambo hili miaka yote. Mwaka jana tulikuwa na hawa wanafunzi 120 na mwaka huu tumepata wanafunzi 80. Hatuachi kuishukuru serikali yetu nzuri inayoona kwamba wako vijana ambao wana uhitaji, na vipo vyuo vya VETA ambavyo wakiunganisha uhitaji ambao huko kwenye jamii na taifa letu, wakaamua kuwaleta VETA kupata ujuzi. Inasaidia sana wanafunzi hawa kuweza kujitegemea, kuweza kupata kipato kupitia kujiajiri wanapokuwa katika shughuli mbalimbali ambazo wanaweza kuzifanya kupitia ujuzi wanaopata VETA. Tumia nafasi hii kuziomba pia asasi zisizo za serikali kama ambayo pia unatoka wewe na wadau mbalimbali kuendelea kufadhili vijana walio katika mazingira magumu kwa kutambua mahitaji yao na kisha kuwaleta VETA na kuwalipia ili kupata ujuzi katika fani mbalimbali zinazotolewa na chuo chetu cha VETA cha mkoa wa Pwani, ili mara baada ya hapo waweze kujiajiri au kuajiriwa katika sekta rasmi na zisizo rasmi. Na hili jambo litapunguza wimbi kubwa la vijana ambao wako katika mitaa yetu hawana vitu vya kufanya. Mimi binafsi naamini nyakati za leo, kama mmefuatilia sana wakati waziri mkuu anatoa tangazo, anawaambia mliomaliza chuo kikuu nendeni VETA. Ilionekana kama ni jambo fulani hivi labda halieleweki, lakini ukifanya utafiti wa ndani utagundua kwamba VETA ni eneo ambalo linatoa ujuzi. Mtu anajifunza kitu ambacho anakifanyia kazi mara tu anapomaliza, na mara zote akitoka anaweza kupata kipato. Wakati tunapita kwenye karakana huko, kama mnakumbuka, tulikuwa tunawauliza wanafunzi, utakapomaliza hapa utafanya nini? Mwanafunzi anakuambia nikimaliza hapa mimi nimesoma viyoyozi na majokofu, nikimaliza hapa nitaenda kufanya kazi mtaani kwa kutengeneza mafriji, AC zilizo mbovu, lakini pia kwenye viwanda katika system yote ya viyoyozi na majokofu, na akapata kitu ambacho kitampa uwezo wa kuishi. Kwa hiyo mimi niwahimize wazazi na jamii nzima, lakini pamoja na mkoa wetu wa Pwani, kwamba ujuzi unapatikana. Kama utashindwa kumleta kwenye kozi ndefu, narudia tena, tuna kozi fupi. Tuwalete vijana wetu wapate ujuzi, na wakitoka hapo wataweza kujitegemea. Watafanya vitu ambavyo mzazi hutaona kwamba kijana sasa amekuwa ni mzigo. Lakini mimi niwahimize na kuwaomba kwamba VETA bado inaendelea kutamba. Si ndio jamani? VETA oye! Na ndugu mgeni rasmi, niseme kwa njia hii pia tutakuwa tumeweza kumuunga mkono kauli mbiu ya serikali inayoongozwa na mheshimiwa wetu Mama Samia Suluhu Hassan
wa awamu ya 6 kwa kufanya mambo makubwa.